Karibu sana katika channel bora na pendwa ya kimichezo na burudani, channel inayokupa fursa na wasaa wezwe kuweza kujua na kufahamu yale yanayojili katika ulimwengu wa soka hapa nchini Tanzania. Moja kwa moja tupo katika klabu ya soka Young Africans na sajili zake. Yes, taarifa ni nyingi kweli kuhusiana na usajili wa Young Africans, kwa sababu Young Africans ni klabu moja kati ya vilabu vingi sana ambavyo ni wahanga wa usajili. Tunaizungumzia Young Africans kwa sababu ni miongoni au ni klabu kubwa nambari moja hapa nchini Tanzania, na namna ambavyo imekuwa ikisafa au ikihangaika katika swala la usajili, hasa katika msimu wa 2025-2026, yani msimu ulioisha, ambao wametangazwa kuwa mabingwa wa NBC Premier League mara 5 mfululizo. Yes, Young Africans katika msimu huu ni klabu ambayo imekuwa na makosa makubwa na mengi sana, na makosa ambayo pengine yanapoteza sifa ya kuwa klabu kubwa, ila tunasema kwamba sio ya kisheria wala ya kikanuni, bali ni makosa ya ndani ya timu kutokana pengine na scouting kuwa mbovu, ndio ambayo imepelekea hivyo. Sasa mwisho wa siku Young Africans wamefanya kama kile ambacho walikifanya klabu ya Kaizer Chiefs, kuanza kumtambulisha kocha, baadaye watafuata wachezaji. Kwa nini wameanza kocha? Kocha ndiye ambaye ana majukumu na anajua ni wachezaji wapi anaweza akafanya nao kazi. Ndio maana wameanza na kocha. Tena kocha mwenyewe anatoka katika nchi ambayo imeendelea kimpira wa miguu. Ni nchi ambayo soka lake, yani mpira wake, umeendelea zaidi. Tunazungumzia timu au nchi iliyotoa timu ya taifa kucheza kombe la dunia. Tunazungumzia nchi, kocha ametoka nchi yenye klabu ambao ni mabingwa barani Afrika, na ametoka klabu ambayo ni mabingwa barani Afrika. Mangoba Ngliti, kocha huyu kutoka kule bondeni kwa Madiba. Yes, wengi sana wanauliza kuhusiana na CV za huyu kocha, wengi sana wanauliza kuhusiana na uwezo wa huyu kocha, na wengi sana wanatamani kujua, je, ni muumini wa mfumo upi katika mpira wa miguu. Basi sasa siku hii ya leo nakuja kukupa kila kitu kuhusiana na Mangoba Brilliant Ngliti. Huyu ni kocha kutoka kule bondeni kwa Madiba, Afrika ya Kusini, na anakuja kwa lengo moja tu, kuweza kufanya kazi na kuweza kutekeleza mipango kazi ya klabu au ya timu kwa namna moja ama nyingine. Basi tu nikukumbushe, kabla ya kuendelea kutoa zile za ndani viwandani, kumbuka kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, ili uingie moja kwa moja kwenye familia yetu ya kimichezo na burudani. Hapa ni nyumbani, tunakwambia ni nyumbani, ndiyo ni nyumbani bwana. Kocha mkuu wa klabu ya soka Young Africans ambaye tayari ametambulishwa katika dirisha hili la kiangazi kubwa la kuelekea msimu 2025-2026-27, bwana Mangoba Brilliant Ngliti anaeleza namna pekee ambayo anahitaji kuikwamua Young Africans kutoka katika mifumo ya kiudogo. Ameshaiona Young Africans kwenye level kubwa na anaifahamu Young Africans tangu enzi, lakini kubwa kuliko ilichomfanya aifuatilie zaidi ni kwa ile kasi, ule uwezo ambao ilikuwa nao hasa katika msimu wa 2024-2025. Yes, baada ya kucheza dhidi ya Mamelodi Sundowns kule Afrika ya Kusini, hatua ya robo finali, baada ya kuwasha moto Stefan Aziz Ki kuifanya Victoria kukaa kimya ndani ya dakika 10 wakisikilizia VAR zikitoa maamuzi, lakini Stefan Aziz alivyotikisa ngome ya Mamelodi Sundowns kwa kugonga chuma, shuti kali lililogonga ile posti. Sasa kiufupi tutuzungumzie kwamba ni miongoni mwa timu zenye weredi, timu zenye kasi, uwezo na mapambano ya uhalali katika mifumo yake utekelezaji. Kocha mkuu Mangoba Brilliant Ngliti ameeleza na kusema kwamba moja kati ya vitu ambavyo anafurahishwa ni yeye kukabidhiwa project na kuanza kuwa na wachezaji, lakini moja amemuulizia Stefan Aziz Ki aliendaga wapi. Stefan Aziz, yes, alienda Al Ittihad. Kwa hiyo yeye amemuulizia na kusema kwamba as possible, if it is possible, it's better to turn back his contract there to Young Africans.
ni vyema warejeshe mkataba wa Stefan Aziz Ki pale Jangwani. Yes, Stefan Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao walitishia zaidi bara la Afrika katika msimu ule wa 2024-25 baada ya kuwaonesha watu wa kusini mwa Afrika kwamba mpira ni ajira, mpira ni sanaa. Basi sanaa ambayo ilionyeshwa pale ilikuwa ni sanaa ya kiwango cha juu sana. Peter Otai anasema ni level pedias, yani ni level iliyopea zaidi. Yes, kitu ambacho kimefanya klabu ya Young Africans ifahamike zaidi, klabu ya Young Africans ikue zaidi kwenye ubora wa hali ya juu mno. Moja kati ya vitu ambavyo Young Africans wamefanya ni kuendelea kuonyesha makali yao, kuendelea kuonyesha nguvu na uwezo wao, kuendelea kuonyesha strength katika zoni ya kiusajili. Hapa ndipo ambapo Young Africans unawapata kama klabu dume, klabu dictator, klabu yenye viwango vya juu mno. Ilifanya usajili mkubwa sana katika dili kuanzia 2022 mpaka 2024-25. Ulikuwa ni usajili wa moto kweli. Nitakukumbusha idadi ya wachezaji bora ambao waliotokea na kwa sasa ni bara la Afrika linawataja. Nikianza na Fiston Kalala Mayele ambaye ni top scorer au mfungaji bora wa michuano wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika mwaka 2025-2026. Kwa hiyo tunamtaja Fiston Kalala Mayele ambaye alipita katika viwanja vya Young Africans, wakina Juma Shabani Soda Bemba, Jazitu Kapel Morocco, Juma Shabani, tunamzungumzia Joyce Lomalisa Morutambara, tunazungumzia Dickson Job, Ibrahim Abdullah Baka, tunazungumzia Kibwana Shomali, tunazungumzia Faridi Musa Maaliki, Stefan Aziz Ki na wengine wengi, Pacome Zouzoua, Maxim Pia Nzengeli, Yao kwa Asa Tora. Tunazungumzia wachezaji wenye viwango vya juu mno. Kwa hiyo kocha Manoba Brilliant Lidi amesema kwamba wakati huu Young Africans wanapaswa kusimama zaidi na kuweza kufanya mambo makubwa ya kimkakati katika utekelezaji wake, yani wahakikishe msimu huu wanarejesha heshima. Yeye amekuja, project amepokea, na lengo ni kuifanya Young Africans wawe mabingwa barani Afrika. Mabingwa barani Afrika, ndio, hujasikia vibaya. Yani ligi ya mabingwa barani Afrika Young Africans wanahitaji kuchukua sasa. Project ya wananchi iendane na usajili, yani wafanye usajili wa maana kweli. Chuma juu ya chuma, yani wachukue vyuma juu ya vyuma, kama vile Peter Shalulile, Branton Leon kutoka Mamelodi Sundowns, Marcelo wa AS FAR Rabat na wachezaji wengine kama Hamza Kaba kutoka AS FAR Rabat, na hata kuangalia viungo wa maana kama kina Mohamed Zugrani kutoka kule Msalja. Hii itawasaidia zaidi Young Africans kuweza kutimiza